Usisahau kusubscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment. Ambalo ni la utangulizi wa kile ambacho tutafundishwa katika kongamano hili. Haleluya. Shika daftari lako, kama una kalamu shika. The main theme ya Holy Spirit Summit ni umuhimu wa kutawala ulimwengu wa roho. Hebu sema umuhimu wa kutawala ulimwengu wa roho. Kwa hivi nitaongea machache kuhusu ulimwengu wa roho na umuhimu wa kutawala ulimwengu wa roho. Haleluya. Uko tayari kusikia? Kama uko tayari, punga mkono wako namna hii. Ndio. Naona wote mnaisikia sauti hii na tuko pamoja. Basi ninaomba tusome Waefeso. Msomaji wa kwanza anasoma Waefeso sura 6 mstari wa 12, na msomaji wa pili anasoma Waebrania 11:3. Tunasoma maandiko mawili, Waefeso 6:12 na Waebrania 11:3. Biblia inasema, Waefeso 6:12, neno la Mungu linasema, na nimefika hapo. Labda tu niwaambie wasomaji wale wa mahali hapa wajue ya kwamba hata kama tunakuwa na ibada, ni ibada ya jimbo, lakini wajue kwamba wanapaswa kusoma. Nami ninasoma Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Amen. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya. Mambo haya yanatendeka, yanafanyika katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Tena Paulo aliandika katika Wathesalonike, katika Wakorinto 2:13 anasema, kwa maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa kuwa silaha zetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Haleluya. Waebrania 11:3 Biblia inasema, ndio, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikuumbwa, havijakuwepo kwa vitu dhahiri. Haleluya. Kwa hivi
Tukisema ulimwengu wa roho, tuna maana ni ulimwengu wa vitu visivyoonekana kwa macho ya damu na nyama. Biblia inasema kila kitu unachokiona, mlima Kilimanjaro unaweza kuona kwa macho, ziwa Victoria na bahari ya Hindi, ardhi unayoiona iliumbwa kwa neno. Na tunaposema iliumbwa kwa neno, iliumbwa kwa vitu ama kitu kisichoonekana. Ninaongea lakini sina hakika kama mchungaji Eliud anayaona maneno nayoongea. Nani amewahi kuona maneno anayoongea yeye mwenyewe? Nyosha mkono kama umewahi kuona. Unaweza kusikia lakini huwezi kuona. Haleluya. Lakini Biblia inasema kwa neno lisiloonekana kwa macho, mlima Kilimanjaro ukawepo, bahari ya Hindi ikawepo, nuru ikawepo. Haleluya. Kwa hivi kumbe uzima ama kuwepo kwa kitu chochote huanza katika ulimwengu usioonekana. Amen. Tunaposoma kuhusu uumbaji wa mwanadamu, Biblia inasema katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26-27 ya kwamba Mungu alimuumba mwanadamu katika ulimwengu wa roho kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hivi mimi na wewe ni roho. Mwanadamu aliishi katika ulimwengu wa roho kabla hajaonekana katika ulimwengu wa mwili. Mwanamume ni roho, mwanamke ni roho, na wote waliumbwa siku moja. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho mwanamume na mwanamke waliumbwa siku moja. Tofauti ni kwamba katika ulimwengu wa mwili mwanamume akaanza kuonekana, na walipewa jina katika ulimwengu wa roho. Mtu mmoja some Mwanzo hiyo 5 mstari wa 2. Kwa hivyo walianza kuishi katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema hivi, Mungu aliongea nao katika ulimwengu wa roho. Aliwaambia hivi, zaa, ongezeka, jaza, miliki, tawala. Biblia inasema Bwana akawabarikia, akawaambia katika ulimwengu wa roho. Adamu hajaumbwa, haonekani, hayuko duniani. Akaongea nao akasema, zaa, ongezeka, jaza, miliki, tawala. Haleluya. Na aliwapa jina katika ulimwengu wa roho. Umesoma ule fungu wa Biblia 5:2 Mwanzo. Biblia inasema ndio, mwanaume na mwanamke aliwaumba, akawaita jina lao Adamu siku ile walipoumbwa. So they were even given a name, Adam, both male and woman. Siku ile alipowaumba wakaanza kuishi katika ulimwengu wa roho. Kwa hivi ni muhimu mwanadamu ambaye ameishi na hata sasa ni roho inayoishi katika ulimwengu wa roho aweze kuutawala ulimwengu wa roho, kwa kuwa kila kitu kinaanza katika ulimwengu wa roho. Imeandikwa Mungu ni roho. Ndio maana aliposema nitamuumba mwanadamu kwa mfano wangu, kwa sura yangu, maana yake na mwanadamu ni roho. Mwanadamu sio mwili huu. Mimi sio huu mwili huu. Huu ni mwili wa Eliasafu Mataya.
lakini ile settlement hayo mwenyewe humuoni kwa macho damu na nyama. Ndio maana mtu akifariki tunasema mwili wake yeye yuko wapi? Haleluya. Lakini naomba nisonge mbele kidogo. Amina. Nataka niseme na mtu mmoja ya kwamba kuna vitu ambavyo vitakuwezesha kutawala ulimwengu wa roho. Hebu sema vitu vitano. Hivi vitu vitano vitakuwezesha kutawala ulimwengu wa roho. Vitu vitano ambavyo vitakuwezesha kutawala ulimwengu wa roho. Haleluya. Kitu cha kwanza, andika nafasi. Sema nafasi. Rudia tena, sema nafasi. Kitu cha pili, andika sauti. Kwa hivyo ni nafasi katika ulimwengu wa roho, sauti katika ulimwengu wa roho. Jambo la pili. Amina. Jambo la tatu, uhusiano wako na Mungu, mahusiano na Mungu. Jambo la tatu. Jambo la nne, imani inayotenda kazi. Jambo la tano, maombi yanayobadilisha hali. Jambo la kwanza, nafasi katika ulimwengu wa roho. Jambo la pili, sauti katika ulimwengu wa roho. Jambo la tatu, mahusiano na Mungu. Jambo la nne, imani inayotenda kazi. Jambo la tano, maombi yanayobadilisha hali. Haleluya. Sasa mambo haya matano, muda wetu hautatosha kuyaangalia, na sitasimama tena kusema umuhimu wa ulimwengu wa roho, lakini nataka niweke msingi. Pengine tuangalie labda hata mambo mawili matatu. Amina. Naomba ufahamu hivi. Naanza sasa, andika namba moja, nafasi. Amen. Nafasi. Mtu mmoja asome kwa haraka Isaya 14 mstari wa 13 na wa 14. Tunaanza kuangalia hilo jambo la kwanza, nafasi. Haleluya. Ndio. Nawe umesema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko yote za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa Yordani, katika pande za mwisho wa kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliyeishi. Haleluya. Hebu sema nafasi. Naomba nikwambie ya kwamba anguko la Lucifer lilisababishwa na yeye kutaka nafasi ambayo hakupewa. Katika uumbaji, Mungu ana kiti cha enzi na aliumba kiti kingine cha enzi. Kuna viti viwili katika ulimwengu wa roho, kiti cha enzi cha Mungu na aliumba kiti cha enzi cha Lucifer. Wakati huo Lucifer ni kiongozi wa malaika, ni malaika anaye ongoza wengine. Kiti cha Mungu na kiti cha malaika. Hiki kiti cha malaika kikaliwa na Lucifer wakati ule. Kwa hivi kabla dunia haijaumbwa, ulimwengu haujakuwepo, amekuwepo Mungu akaumba malaika. Na anguko la shetani limetokea kabla ya ulimwengu kuwepo, kabla ya dunia kuumbwa. Lakini alichokuwa anapigania shetani ni nafasi. Malaika waliokuwa wanamwabudu Mungu walikuwa wakimwabudu mwana wa Mungu. Ndiye ana nafasi ya kuabudiwa. Hata kabla ulimwengu
haujaumbwa. Kwa hivyo shetani akawa anajiangalia, anasema kwa nini mimi nisiabudiwe kama mwana anavyoabudiwa? Kwa nini mimi niwe naongoza sifa na kuabudu? Biblia inasema shetani akiongea, alikuwa akiongea, yani kama hivi ninavyoongea, music inatoka kwenye mwili wake. Yani anaongea, alafu kuna kinanda, kuna zeze, kuna filimbi, kuna gita, kila aina sauti ya muziki unaosikia hapa, yeye anapoongea kama anavyoongea ni nyimbo tayari. Na yuko hivyo mpaka leo. Haleluya. Kwa hivyo alitaka nafasi katika ulimwengu wa roho. Viti viwili, anasema nitanyanyua kiti changu, nitoke hapa ninapoketi niende kwa kile nifanana naye. Nafasi. Na tumesema katika maisha yetu, mashindano yetu yako katika ulimwengu wa roho. Sasa sikia, baada ya Mungu kumtupa chini, alikuwa akiishi bustani ya Eden katika mlima wa Mungu, na shetani alijua ya kwamba Mungu anakwenda kumuumba mwanadamu. Mwanadamu apewe dunia, aitawale dunia, aimiliki dunia. Alifanya kitu kile kile ya kwamba nimekosa nafasi mbinguni, lakini kuna mwanadamu anaumbwa, anakwenda kupata nafasi. Hiyo nafasi ataimiliki dunia, bahari, ardhi, anga. Kwa hivyo shetani alichokifanya ni kuja kumtoa mwanadamu kwenye nafasi aliyopewa: zaa, ongezeka, jaza, miliki, tawala. Na wakati huo anamwabudu Mungu milele. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo shetani aliifanya, nafasi. Kumtoa mwanadamu kwenye nafasi aliyopewa katika ulimwengu wa roho. Kumbuka Mungu alimwambia zaa, ongezeka, jaza, miliki, tawala, katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Ninakwenda na mtu mmoja hapa. Haleluya. Kwa hivyo Adam alipotenda dhambi, alitolewa kwenye ile nafasi katika ulimwengu wa roho ya kuzaa, kumiliki, kujaza, kutawala. Alitolewa baada ya kutenda dhambi. Ndiyo maana Mungu aliposhuka hakumuuliza Adam umefanya nini? No. Mungu hajawahi kumuuliza wala hakumuuliza Adam umefanya nini? Mungu alimuuliza Adam, uko wapi? Uko wapi ni swali linalohusu nafasi. Nilikuweka hapa, hauko tena hapa. Haleluya. Hebu sema, wiki hii ya leo ninarudi kwenye nafasi yangu. Rudia tena, ninarudi kwenye nafasi yangu. Yesu alichokuja kukifanya alivyokwenda Golgotha ni kumrudisha mwanadamu anayeamini kwenye nafasi. Haleluya. Aweze tena kumiliki na kutawala. Kwa hivyo wokovu, kifo cha msalaba, kufa na kufuka kwa Kristo ni kumrudisha mwanadamu kwenye nafasi yake ya kwanza katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo mama yetu ametueleza hapa, ametuambia wachungaji, ameliambia kanisa ya kwamba lazima tuwe watakatifu, acha dhambi. Maana yake ni kwamba ikiwa ni mtu anaishi katika matendo ya dhambi katika ulimwengu wa roho, hauko kwenye nafasi yako. Kama hauko kwenye nafasi yako, kuna mambo hayatatokea. Haleluya. Kabla sijaenda kwenye pointi ya pili, nataka nikwambie mambo ambayo anayapata mtu akiwa kwenye nafasi yake. Haleluya. Ukiwa kwenye hiyo nafasi katika ulimwengu wa roho, ukirejeshwa kwenye hiyo nafasi katika ulimwengu wa roho, kuna mambo gani utaweza kuyafanya? Haleluya. Amina. Ngoja nianze kutoa mfano. Mimi ni mchungaji, mimi ni askofu. Nikisema hivi hapa, mkamateni Maria Matayo, mkamfunge gerezani
haitatokea. Ila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akisema mkamateni Maria Mathayo mkamfunge gerezani, utaona defender la polisi na magereza wanafuata. Na baada ya risali moja Maria Mathayo ana nguo za orange. Sio kama kuna mtu ananielewa. Kwa sababu nini? Nafasi nilionayo mimi kama mchungaji na askofu haimfungi mtu katika mwili. Haleluya. Kwa hivyo siwezi nikaamuru chochote. Ila yeye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa nafasi alionayo ana mamlaka kisheria, tena bila kusema kwa nini. Kuna muda, haleluya. Lakini tukibadilika sasa, huyu ana pepo 20, huyu ana pepo 20. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akakaa pale, mimi nikakaa pale, atasema toka, watamweza wewe na haleluya, haleluya, haleluya. Watasema Yesu tunamjua, Paulo tunamfahamu, by the way who are you? Lakini upande huu watasema tuna nini nawe, tunakujua, umekuja kutuangamiza kabla ya wakati wetu. Jamani, sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Kwa hivi nafasi inakupa mamlaka. Haleluya. Nafasi inakupa nini? Ni kiti. Ndio maana nimeanza na andiko la kiti. Nafasi inakupa mamlaka. Kaa kwenye nafasi ambayo Mungu anataka uwepo. Wewe ni mchungaji, ni nafasi. Wewe ni askofu, ni nafasi. Mwinjilisti, ni nafasi. Mwana maombi, ni nafasi. Haleluya. Mwana sifa, ni nafasi. Umekaa kwenye hiyo nafasi. Ukikaa kwenye nafasi yako, kuna mamlaka ambazo unapewa zinaendana na hiyo nafasi. Mweze jirani yako, unajua umekaa. Mwambie hapo ulipoketi hicho ni kiti chako. Muulize hicho kiti chako. Mimi najua kwenye matawi pia huwa wanaona, lakini hata mimi nikisafiri hicho kiti kinakuwa hivyo hivyo. Si ndio? Kwa sababu ni nafasi. Hasa katika ulimwengu wa roho. Hata kama mtu angekuja akakalia hapa katika mwili, hiyo nafasi katika roho hana. Kwa hivi ili uweze kutawala ulimwengu wa roho, lazima uwe kwenye nafasi. Haleluya. Aliyokenda kumwambia sikiliza, miaka 3 kwa neno langu hautaona umande wala mvua haitanyesha. Wafalme wa kwanza 17:1 asema kwa neno langu sio mvua tu, umande. Yuko kwenye nafasi yake kama nabii wa... Pamoja na kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni rais na wote na Amerika ni rais, lakini kile kiti kile anachokalia Trump uweza wake ni mkubwa kuliko kiti anachokalia, si ndio? Kwa nini unasema hivyo? Ni kwa sababu yule anaweza akatamka kitu, rais wa Kenya akasema okay, mtafanya hivyo hivyo sema. Lakini huyu inaweza ikawa shida, si kweli? Amina. Kwa hivi tunaposema kushindana kwetu sisi ni juu, si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya nini? Falme. Juu ya nini? Juu ya nini? Na sasa unaweza ukawa kwenye nafasi, lakini wewe uwezo wako ukienda katika ulimwengu wa roho, huwezi ukamwambia mfalme wa Jemi achie, huwezi ukamwambia mfalme wa Boko achie. Sio kama tunaelewana? Kwa hivyo lazima uongezeke, utoke uweza wako, utoke kwenye majeshi ya pepo mabaya, unaongezeka kwenda wakuu wa giza, mamlaka na falme. Haleluya. Kwa hiyo ili uweze kutawala, mambo yatokee katika ulimwengu wa roho,
lazima huu uweza ufanyeje? Ongezeke. Uko kwenye kiti sawa, lakini uweza wako unaongezeka. Ndio maana hata rais atasema ongezeni bajeti ya jeshi la wananchi, si kweli? Nunueni silaha za kisasa. Anachotafuta nini? Anatafuta nini? Uweza. Yeye kama amiri jeshi anatafuta nguvu. Kiti ni kile kile, nafasi ni ile ile, lakini kadri siku zinavyoendelea anazidi kuimarika katika uweza. Sasa ikiwa tutaenenda tu sawa, tumeokoka, uko kwenye nafasi, uko kwenye kiti, lakini hauongezeki. Ukishapewa nafasi, itumie hiyo nafasi kuongezeka katika nini? Uweza. Haleluya. Itumie hiyo nafasi kuongezeka katika uweza. Kwa kuwa kama huwezi ukabadilisha kitu katika ulimwengu wa mwili, maana yake huna mamlaka ama huna utawala katika ulimwengu wa roho. Ndio maana yake. Haleluya. Hata ile pointi ya maombi, wewe omba asubuhi mpaka jioni, omba siku 40, omba kwa sauti kubwa. If there is anything changing in the physical world, shetani sema wewe piga kelele tu. Kuna matokeo kule? Hamna. Si kweli? Mwacha endelee. Tunamsubiri akisema amina. Lazima vitu vitokee, vionekane katika mwili. Hebu sema nitaongezeka katika uweza. Katika nafasi yangu ya uchungaji, sema katika nafasi yangu ya uchungaji nitaongezeka katika uweza. Katika nafasi yangu ya maombi nitaongezeka katika uweza. Haleluya. Wacha niongee kidogo kuhusu sauti katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo umefahamu ya kwamba kumbe vita ya kwanza kabisa toka anguko ni vita ya nafasi. Hebu sema vita ya nafasi. Rudia tena, vita ya nafasi. Rudia tena, vita ya nafasi. Na labda kabla tujaenda kwenye sauti katika ulimwengu wa roho, niseme hivi. Kuna mwalimu atafundisha kuhusu mahusiano kabla ya ndoa na wakati wa ndoa. Wanandoa wengi kinachowasumbua ni nafasi. Si kweli? Yes. They do not position themselves in their appropriate positions. Kwa ni jambo la kiroho. Figisu nyingi za ndoa ni nafasi. Aliye mwili anataka kuwa kichwa. Nafasi. Jamani sawa? Aliyeambiwa ati anajifanya anataka kupenda. Wewe umeambiwa utii, umeambiwa kupenda. Haleluya. Nikawaambia wanandoa siku moja nawafundisha, nikasema soma Mwanzo mpaka Ufunuo. Hakuna mahala Biblia imeandika oa unayempenda. Hakuna. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka Ufunuo sura ya 22 mstari wa 21. Hakuna mahala Biblia imesema oa unayempenda. Biblia inasema, Biblia inasema mpende uliooa. Tayari ndio nimeshakwenda kwenye different wavelength. Sio mafunuo tu, ni kuichambua Biblia. Ni jambo la kiroho. Kwani Adamu alimpenda Eva? Sasa umetoa wapi? Kule bustani ya Edeni Adamu alianza kumpenda Eva? Hapana. Kwa hiyo ndio wapi ni jambo la kiroho. Waume wapendeni wake. Wapi imeandikwa?
Enyi mnao naona hata inakuwa shida kuandika hiyo sentensi. Enyi mnao tafuta kuoa, endeni wale ambao mtaoa. Imeandikwa. Kwa hivyo ni jambo la kiroho ya kwamba ukishaoa, awe ana tabia mbaya, awe vipi, vyovyote vile, sasa ndio agizo, penda. Sasa huku duniani tumegeuza hata singii kwenye somo lako. Hata walimu wanakwambia jambo la kwanza kama ukitafuta mchumba lazima awe ninayempenda. Sasa akishaingia sasa ndani, sema kumbe hivi vitu sivyo ninavyovipenda mimi. Sema no. Tunasonga mbele. Meza hiyo ya kwamba Mwanzo mpaka Ufunuo hakuna mara imeandikwa kijana ataoa anayempenda. Imeandikwa kijana mume atapenda aliyemwoa. Hao natokana au ukiongea neno moja naongea 80,000. Hilo agizo aliondoke. Haya, sauti katika ulimwengu wa roho. Sauti katika ulimwengu wa roho. Sikia. Ardhi inaongea. Katika ulimwengu wa roho kila kitu kinaongea. Ardhi inaongea. Bahari inaongea. Miti inaongea. Upepo unaongea. Kila kitu katika ulimwengu wa roho kinatoa sauti. Ardhi inasikia. Upepo unasikia. Miti inasikia. Uumbaji wote unasikia. Haleluya. Kwa hivi lazima uwe na sauti inayosikika katika ulimwengu wa roho. Yaani ukisema wewe upepo unasema naam. Wewe ardhi, naam. Ndio maana Yesu akasema wewe mtini yasipatikane matunda tena. Bado anasema Bwana ule mti umekauka. Si kweli? Katika Marko 4, Mathayo 8, Luka 8, Yesu anakwenda na wanafunzi wake, navuka ng'ambo ya Galilaya, nakuja upepo, jamaa wamelala. Biblia inasema kwenye Marko yuko kwenye shetri, anaambia hamna imani bado, alafu anauambia upepo na anaiambia nini? Bahari. Alafu watu wanasema hata upepo na nini na bahari vinasikia. Kwa ukiona kitu kimetulia, sio kwamba tu ni kamujiza fulani. Upepo unasikia, bahari inasikia, ardhi inasikia, ardhi inaongea. Mungu akamwambia Kaini, sauti ya damu ya ndugu yako Habili inanililia kutoka ardhini, inasema lipa kisasi, inasema lipa kisasi, inasema lipa kisasi. Kumbe ilikuwa inafanyaje? Ardhi inapitisha sauti. Amen. Sasa kama huwezi ukaombea upepo na upepo ukasikia, huwezi kutawala ulimwengu wa roho. Kama huwezi kuiambia ardhi. Amen. Lazima ufike kwenye hiyo nafasi. Sikiliza, Mungu anasikia katika ulimwengu wa roho. Mungu anaongea katika ulimwengu wa roho. Shetani anasikia katika ulimwengu wa roho. Shetani anaongea katika ulimwengu wa roho. Sasa kinachotokea mahali ambayo watu wa Kristo wengi wako ni kwamba wao ni viziwi katika ulimwengu wa roho, na wao ni mabubu katika ulimwengu wa roho. Kwa hivi Mungu akiongea
Asikii. Lakini hata wewe ukiongea hakuna kinachofanya kinachofika. Haleluya. Hebu fikiria mtu mwenye nafasi sasa. Hiki ndio kiti cha ulichokalia. Hili si nafasi, si ndio? Sasa kama wewe hautoi sauti katika ulimwengu wa roho, hebu fikiria, una mamlaka, si kweli? Una mamlaka. Hata ule mfano wa mkuu wa mkoa nimeutoa, imeandikwa kwa sheria za Tanzania, anaweza akamweka mtu lock up kidogo, au mkuu wa wilaya ana nafasi na ana majeshi, lakini bubu kwa hivi sasa anataka kuongea kitu kwa ajili ya Tedista. Sio ni shughuli hiyo, si kweli? Haleluya. Hata kuongea ili aeleweke na ijulikane anataka nini. Kwa hivyo wengi hata katika maombi unaomba utasema anataka nini? Jamani tufanye nini? Hata malaika wenyewe they are confused. Sema sasa tunataka, anasema mara ngoa, mara ziba, mara funga, mara dondosha, mara fanya hivi. Mara anachotaka ni nini huyu? Sauti haieleweki. Haleluya. Hebu sema sauti katika ulimwengu wa roho. Naposema sauti ina maana ya kwamba utaweza kuongea na kusikia. Samuel akaitwa mara ya kwanza na Bwana, akaitwa mara ya pili na Bwana, lakini hajui hata nani anamuita. Sasa ikiwa tuko katika hali hiyo, yeye ndio alikuwa kwanza kijana, ni mdogo, anakuwa, si kweli? Lakini sasa leo sisi tumekwisha kuwa, lakini wakati Bwana anasema na pengine tunamsikia Bwana Jehova, alafu baadaye baada ya muda mfupi na kashetani nako kanaongea, unanyaka na hiyo. Then you bring confusion in the church. Amen. Tunaposema sauti, wanawake hawa rahisi sana kujua. Unajua ukiweka watoto, naona kuna watoto humu ndani, waweke tu nje hivi 5 kwa pamoja, mama zao wawe ndani, afu mtoto mmoja aliye, yani mama yake yule mtoto atajua huyu ni mtoto wangu. Yani mwanamke huyo mtoto nazaa, wala hatashtuka wala hatasema huyu ni mtoto wangu, lakini mwenye mtoto atatoka hapa akimbie, aseme kuna kitu gani. Ndivyo ilivyo katika ulimwengu wao. Sasa kama wewe unaongea alafu mbingu hakuna kitu kitafanyika, sikia, malaika ndio wanaofanya kazi. Hata kusema na mwaga damu ya Yesu, angels do that. Hata kusema njoo fufuka, wanaenda kufanya hivyo. Haleluya. Sasa hebu tusome Wafalme wa Pili. Nimesema nataka niongee kwa ufupi. Wafalme wa Pili 6 mstari wa ngapi? Wa 8. Haleluya. Tunapoongelea ufalme kama ulimwengu wa roho, tunaweza tukasema kuna ulimwengu wa roho wa huduma. Yaani ukiwa mchungaji, kuna ulimwengu wako wa roho lazima uingie na kutoka. Amina. Ukiwa nani? Mchungaji. Kuna mahala lazima uingie na kutoka katika ulimwengu wa roho. Ukiwa mwanandoa, kuna mahala uingie na kutoka. Hata fedha, kuna ulimwengu wa roho wa fedha.
Amina. Kuna ulimwengu wa roho wa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari wa 10 na nisema wa 8, lakini soma wa 15 mpaka 17. Wafalme wa pili 6, soma mstari wa 15 mpaka 17. Hii ni habari ya kwamba, hii ni habari ambayo inasema hivi, kulikuwa kuna vita, amina, kati ya Israeli na nani? Mfalme wa Sham. Kianza ule mstari wa 8. Sasa tunaona kwamba Elisha masikio yake yalikuwa anaweza kusikia. Watu walimwambia mfalme wa Sham, yupo nabii mmoja anaitwa Elisha. Yaani wewe ukiwa ikulu unaongea, ikulu ya Magogoli, yeye yuko hapa Boko, anasikia unachoongea sirini. Si ndio Biblia imeandikwa? Haleluya. Sasa soma mstari wa 15, 16 na 17. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameuzingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, Bwana, tufanyeje? Akajibu, usiogope, maana walio pamoja nasi wengi kuliko wale walio pamoja nao. Ndio. Elisha akaomba akasema, Ee Bwana, nakusihi fumbue macho yake apate kuona. Bwana akafungua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyozunguka Elisha pande zote. Amina. Sikia, hapa kuna vita. Watu wanapanga strategy za kuipiga Israeli, mbinu za vita. Elisha anazifahamu. Watu wanaulizwa, nani anawaambia ya mambo ya Israeli? Nani anapeleka siri za jeshi, siri za mfalme? Si ndio? Nani anasema no, yupo nabii? Masikio ziko limamba. Amen. Lakini angalia, kwa sababu amekaa vizuri kwenye nafasi yake kama nabii, amekaa vizuri kwenye nafasi yake kama nabii, ana macho ya kiroho. Haleluya. Ana macho ya nini? Alitumiwa jeshi kubwa, akamatwe, auawe. Nyumba kama hii majeshi yamezunguka. Yeye anaona jeshi, anaona jeshi, anamwambia tumekuja. Anaangalia ya kimwili, lakini kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Unaona? Sasa ana macho ya kuona. Ana macho ya kuona. Anamwambia ngoja, kwa upako niliopewa, kwa nafasi niliopewa, nimwombe Bwana uone. Hey! Kumbe kama umekaa kwenye nafasi yako Bwana, unatembea na majeshi popote unapokwenda. Haleluya. Wanakutumia majeshi wakuue, na kuna jeshi la Bwana linakuja kufanyaje? Kukulinda. Sikia, kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, kwa kuwa vita vyetu si za mwili, bali zinaweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Elisha hakusema haya majeshi ya Bwana wapige. Alitumia silaha ambayo sio ya kimwili. Akamwambia Bwana, piga upofu. Wewe endelea kusoma tu hapo. Wao wamekuja na vifaru, wamekuja na nyuklia, wamekuja na machine gun, wamekuja na bastola, wanamtafuta Elisha, wote wawe vipofu.
wote wakawa vipofu. Alafu mwanaume akatoka nje akasema haya, akaanza kushika mikono, ngojeni niwapeleke kwa Elisha. Yaani Elisha huyo anawaambia ngojeni niwapeleke kwa mtu mnaye mtafuta kwa kuwa hawaoni. I wish you would have that authority. Si kweli? Akawakokota, akawapeleka, wakawa mateka. Afu naambia hebu warudishe macho waone walipo. Haleluya. Na mimi naomba niseme kwa nafasi tuliona watumishi wa Mungu, hatutakiwi kuweka siasa kwenye kazi ya Mungu. Kama Mungu ametupa macho ya kuona, si tuwaone waovu afu tuwataje. Basi hiyo ndio nafasi ya watumishi wa Mungu. Kama una utawala ulimwengu wa roho, utafahamu mambo katika ulimwengu wa roho na utakuwa mkweli, utasema huyu ndiye, huyu ndiye, huyu ndiye, huyu ndiye. Utawasaidia hata watawala kufanya hivyo. Haleluya. Hiyo ndio nafasi tuliopewa, wa kuweza kuona yale ambayo wengine hawaoni, ya kuweza kuangamua wengine ambao hawawezi wakafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu hatujakaa kwenye nafasi yetu, hatutawali ulimwengu wa roho, sikia, hata tu uongozi wa kanisa unakuashi na wa nchi ama kuwashauri watu wengine ni vigumu zaidi, kwa sababu katika ulimwengu wa roho ambako kila kitu ni halisi, ulimwengu wa roho ni halisi, hatuna sauti, hatuna macho, hatuna uweza, hatuna mamlaka. Haleluya. Nadhani niliwaambia watu fulani ya kwamba katika ulimwengu wa roho hakuna uongo. Unajua hivyo? Hakuna uongo. Katika ulimwengu wa roho kuna perfect information. Yaani ndio ni ndio. Wala katika ulimwengu wa roho hawasemi uongo. Kwa sababu kila mtu anajua nini? Ukweli. Kila mtu anajua ukweli. Wanaotumia ama walio katika Freemasonic, wale waliojiunga kwenye vyama, wanatafuta mali. Wanajua siku yao ya kufa ama siku yao ya kuchukuliwa na shetani. Yaani amepewa mali, ameua baba, amepewa mali ama aliua mtoto. Siku inafika anaambiwa kila kafara uliotoa imetosha, tunakutaka wewe. Na katika ulimwengu wa roho wote ambao wako kwenye chama wanajua tarehe 18 mwezi wa 6 2025 dada fulani anaondoka. Perfect information. Kwa hivyo kama ni upande wa nuru ama wa giza, hadanganyi mtu. Kila kitu ni halisi, kila kitu kinajulikana. Kwa kuwa ukifikiria tu jambo fulani linafunuliwa. Katika ulimwengu wa roho uko Dar es Salaam, ukifikiria tu Amerika, umeshafika Amerika. Jamani, twende mbinguni jamani, huku duniani ndio hivyo, tunasubiri Yesu arudi. Haleluya. Katika ulimwengu wa roho kila unachokifikiria kiwe kitakuwa. Pale unapotaka uwe hapo hapo utakuwa. Yaani huko Dar es Salaam Tanzania, ukifikiria tu Afrika Kusini Durban, umeshafika Afrika Kusini Durban. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho distance sio issue. Wewe ni roho. Haleluya. Wakati mwingine huwa naomba hapa, nasema twendeni tushuke kuzimu. Mbona nasema twendeni tuingie ulimwengu wa roho tuwafuate. Tunakwenda kweli, roho zinaenda. Na malaika wanatufuata. Ikiwa hatuko kwenye nafasi, ikiwa hatuna sauti, hatutaweza kubadilisha kitu chochote. Haleluya. Wachungaji, waumini kanisani, itakuwa ni vigumu kuongezeka. Fedha ni jambo la kiroho, itakuwa ni vigumu kuongezeka. Kumiliki na kutajiri itakuwa ni vigumu kuongezeka, kwa sababu hakuna tunachoweza kukiamuru katika ulimwengu wa roho.
wala hatutaweza kukutana na watu ambao Mungu amewatayarisha wakutane na sisi ili tuweze kufanikiwa. Nikamwambia mtu mmoja, Mungu hawapi watu fedha, Mungu anawapa watu. Yaani wewe unahitaji watu kuwa tajiri, hauhitaji fedha kuwa tajiri. Wewe unahitaji watu kuwa tajiri, hauhitaji kitu kuwa tajiri. Mungu hatoi fedha, Mungu hampi mtu mali, Mungu anampa mtu watu. Hao watu ndio wanamletea utajiri. Hao watu ndio watakuletea fedha. Hao watu ndio watakuletea mali. Isaya 60:11 ya kwamba milango yako itakuwa wazi. Watu, wafanya biashara, wafalme wakuletee nini? Soma pale. Kama uko kwenye nafasi yako, hawatakuja. 60:11. Na Isaya 45:3 inasema mimi nitakuletea Misri na Kushi. Haleluya. Sio kwamba nitakupa fedha. Sio kwamba nitakupa fedha za mtaji. Mtaji wako ni watu. Lakini lazima uwe kwenye nafasi katika ulimwengu wako. Lazima uwe na sauti katika ulimwengu wako. Ukiongea tayari mtu atasema yes, huyu ndiye nilemsubiri. Amina. Sikia, hata katika mwili tu uko kwenye huduma, lakini si lazima uwe mahala fulani ili ukutane na watu. Si kweli? Kama mtu anauza machungwa, atakutana na watu wanaohitaji nini? Machungwa. Kama mtu anauza nguo, atakutana kwenye nafasi yake kwa watu wanahitaji nguo. Lazima uwe na nafasi. Katika roho na nafasi, na katika mwili uwe na nafasi. Inasema Biblia 60:11. Biblia inasema ndio malango yako yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa ili watu kuletea uzuri wa mataifa na wafalme wao wakiongoza. Amen. Kwa hivyo tunapoongelea malango, ni nafasi katika ulimwengu wa roho. Ni mahala ambapo unaonekana. Ni mahala ambapo watu watakukuta. Haleluya. Kwa hivyo masomo yetu ambayo tunakwenda kusoma nenda kwenye ulimwengu wa roho zaidi kuliko kwenye ulimwengu wa mwili. Ukifundishwa ndoa, nenda kwenye roho zaidi. Ukifundishwa fedha, si uchumi, nenda kwenye ulimwengu wa roho zaidi. Kumbuka kwamba unatakiwa kwenye nafasi fulani katika ulimwengu wa roho. Itakupa nafasi katika ulimwengu wa mwili. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Ikiwa hauko mahala unapostahili, utafanikiwa. Ikiwa hausikiki, utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie na hili la imani. Amina. La nini? Imani. Imeandikwa, pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mungu anahitaji kuendelea kufanya ishara na miujiza kupitia wewe. Mungu anahitaji kuendelea kuumba vitu ambavyo havipo vikawepo kupitia wewe. Mungu anahitaji kufanya vitu ambavyo watu wameshindwa kufanya kupitia wewe. Ndugu zangu wachungaji, mara nyingi tunalisoma neno lakini hatuliishi neno. Hatuna imani inayotenda kazi. Na kama mchungaji atakosa imani inayotenda kazi, hiyo roho inaweza kaenda kwa waumini pia. Kuyataja yasiyokuwapo ya kwamba yamekuwa. Kutamka mwisho wa mtu tangu mwanzo.
Lazima tufanye hivyo. Hata wazazi lazima utamke kitu chema kwa ajili ya mtoto wako, kwa sababu wewe kuwa baba ama kuwa mama, kama Biblia inasema wewe ni Mungu wa pili, si nafasi, si kweli? Unatamka nini juu ya mtoto wako? Kama itakuwa kila wakati unasema huyu hawezi, hiki wapi, sisi hatuko hivyo, na wewe ndio mzazi. Tumepewa nafasi, lakini tunayaona mambo kuwa ni magumu, hatuyawezi. Tunaweza tukahubiri. Yesu alisema ikiwa tutakuwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, tutauambia mlima huu ng'oka. Yaani tunaweza kuhubiri kiinjilisti tukaluka, alafu ukija mlima mdogo, sio kama mdogo tu, kuambia ng'oka sasa, mniombee huko, mambo hayawezekani huko. Je, unaamini kwamba hilo lilo baya linaweza kuondoka? Unaamini lile jema unalohitaji linaweza likatokea? Ukiona tu hauna hilo, basi katika ulimwengu wa roho, kumbuka kila kitu kinatokea katika ulimwengu wa roho kwanza. Mara fulani nikasema hivi, mtu kabla hajafa katika ulimwengu wa mwili, anakufa kwanza katika ulimwengu wa roho. Ya, anakufa kule, alafu baada ya siku moja, baada ya siku mbili, ndio anakufa katika mwili. Kabla haujafanikiwa katika mwili, unakuwa umekwisha fanikiwa katika roho, na kitakacho kufanikisha ni imani yako na neno unalolitamka. Haleluya. Hatufanye hivyo. Kuna wakati nadhani moja ya kongamano, na pengine hata baadaye au kesho, watu watauliza, na tutakuwa na mjadala pia kuhusu hali yetu ya maisha sisi kama watu tuliokoka. Maana mtu aliyeokoka, hiyo ni nafasi, si kweli? Biblia inasema tumefanywa ufalme na ukuhani, si ndio? Tumepewa hiyo nafasi, hatuko kwenye hiyo nafasi. Na wale walikuwa kwenye hiyo nafasi, kuna vitu vingine hawawezi kuvifanya. Yaani ni kama una uwezo wa kuamuru jeshi, huwezi kuamuru jeshi. Ni kama umepewa uwezo wa kufanya kitu fulani, hukifanyi. Haleluya. Tunalalamika na kulaumu zaidi badala ya kutamka maneno yenye nguvu ya imani. Amen. Sasa unafikiri Elisha ile kusema wawe vipofu, unaweza kulisema tu hivi hivi? Paulo anakuambia Kaelima, we ili ujue kwamba mimi nimetumwa na Bwana, uwe kipofu sasa hivi. Sasa hivi. Amen. Ninaomba muongeze ama tuongeze imani. Yesu akawaambia wanafunzi wake katika Mathayo na Marko na Luka, Yesu anatumia maneno tofauti. Katika Marko, wakati wanafunzi wanamwambia Yesu, si kitu kwako ya kwamba tunaangamia, anatumia imani yenu iko wapi, enyi wenye imani haba, si ndio? Amina. Maneno tofauti tofauti. Sasa imani yako lazima iongezeke. Amen. Huwa nawapenda madaktari. Yaani madaktari wanapotibu wagonjwa, yaani wanakuja kusema tumeshindwa, wakiona mtu amefanyaje basi, lakini they will try, si ndio? Na kinachowasukuma sio tu kwamba wana ujuzi, ni imani kwamba naweza nikafanya kitu fulani tu kikaleta mabadiliko mazuri, mtu akaendelea kuishi. Wanapigana mpaka mwisho, mpaka dakika ya mwisho.
Lakini sisi tuliokoka hatupigani mpaka dakika ya mwisho, hatutamki mpaka dakika ya mwisho. Tunawezaje kuwa watawala? Ndugu zangu, shetani atakuacha uingie, atakuacha utoke, atakuacha uingie, atakuacha utoke. Lakini kama hauna imani inayotenda kazi, utaweza kubadilisha kitu, kumtisha yeyote. Lakini pia hautapata heshima. Heshima inaletwa na watu wenye imani, si ndio? Heshima, kufahamika, kupata support ni imani. Pale ambapo watu wanasema hatuvuki, unasema tunavuka. Haleluya. Sasa sisi hata mambo madogo kabisa, mchungaji, unaweza ukawa na waumini 12, lakini unatakiwa uwe na imani ya mambo makubwa, kwa sababu haya yanatendeka katika ulimwengu wa roho. Na wapo watu katika ulimwengu wa roho ambao Bwana atawaleta. 12 unao kanisani, lakini wako wengine wengi katika ulimwengu wa roho Bwana atawatuma. Hao ndio unaongea na hao ndio unasema inawezekana, afu naona mambo yanatokea. Bwana atubariki. Amen. Kwa hivi kuna pointi ya mahusiano na Mungu. Amina. Na naposema mahusiano na Mungu, nina maana Roho Mtakatifu awe anaishi ndani. And definition ya mahusiano na Mungu ni Roho Mtakatifu kuishi ndani yako. Sana. Kila wakati kuwa katika uwepo wa Mungu. Na wana maombi wametuambia kwamba katika wiki hii Bwana atampa kila mtu kile ambacho anakitaka. Kwa hivyo tuwe tayari. Ambaye atasema naomba unirejeshe kwenye nafasi, unipe sauti, roho wako, niongezee imani. Amina. Nguvu ya kuomba. Uombe haya mambo matano, kwa sababu haya yanabeba mafanikio ya kila kitu. Haleluya. Usisahau subscribe, kulike, turn on notification, kushare na kucomment.